Afisa wa ngazi ya juu wa usalama wa Urusi amesafiri kwenda Pyongyang kwa mara ya pili mwezi huu kwa mkutano mwingine na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Vyombo vya habari vya serikali ya Urusi vimeripoti siku ya leo Jumanne. Onyesho la hivi punde la kuimarika kwa uhusiano wa nchi hizo mbili wakati wa vita vya Rais Vladimir Putin dhidi ya Ukraine. Shirika la habari la TASS la Urusi lilisema katibu wa baraza la usalama la Urusi Sergei Shoigu aliwasili katika mji mkuu wa Korea Kaskazini kwa ujumbe maalum ambao haukutajwa kutoka kwa Putin na alitarajiwa kukutana na Kim Jong-un. Vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini havikuthibitisha mara moja ziara hiyo. Kim ameipatia Urusi maelfu ya wanajeshi na shehena kubwa za zana za kijeshi zikiwemo za mizinga na makombora ya ballistic kusaidia operation yake ya kijeshi nchini Ukraine. Washington na Seoul wameelezea wasiwasi wao kwamba kwa upande wake Kim anaweza kutafuta uhamishaji wa teknolojia ya Urusi ambayo inaweza kuongeza tishio linaloletwa na jeshi lake lenye silaha za nyuklia. Mnamo Aprili, Pyongyang na Moscow zilithibitisha rasmi kutumwa kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini nchini Urusi kwa mara ya kwanza, zikisema kwamba wanajeshi wa nchi hizo mbili walikuwa wakipigana pamoja ili kurudisha uvamizi wa Ukraine katika eneo la mpaka la Kursk la Urusi. Hata hivyo, baadhi ya taarifa zinaelezwa kwamba safari ya bwana Sergei Shoigu ambapo anaenda kukutana na kiongozi wa Korea ya Kaskazini bwana Kim Jong-un inaenda kwa ajili ya kujadili namna ya kumaliza mzozo huko nchini Ukraine, huku ikiongeza baadhi ya wanajeshi pamoja na silaha, lakini inatajwa pia huenda ni katika kuingilia suala la Mashariki ya Kati kwa maana mzozo unaoendelea kati ya Iran pamoja na Israel. Inatajwa kwamba Korea Kaskazini ilitakiwa kupeleka baadhi ya meli za kijeshi pamoja na baadhi ya makombora kwa ajili ya kuipatia Iran. Hata hivyo, Putin katika siku za hivi karibuni alilaani juu ya mashambulizi yaliyofanywa na nchi ya Israel dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran, pia akieleza wasiwasi wake wa kuenea kwa vita hivyo na kuwa vikubwa zaidi katika kanda hiyo. Kiongozi huyo wa Urusi bwana Vladimir Putin wakati huu akiwa katika tahadhari kubwa kutokana na vita vyake vinavyoendelea huko nchini Ukraine, anashindwa kuungana moja kwa moja katika mapambano dhidi ya Israel kutokana na kwamba bado ana kazi ngumu ya kufanya huko nchini Ukraine. Ndio maana wakati huu anatumia baadhi ya makombora mazito ya Iskander katika kufanya mashambulizi. Katika mkutano wa awali mnamo Juni 4, Kim Jong-un alimwambia Shoigu kwamba serikali yake itafanya kila linalowezekana na kuhakikishia Urusi bila masharti juu ya vita vya Ukraine na masuala mengine muhimu ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na suala la Iran, walipokuwa wakijadili kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi zao, kulingana na vyombo vya habari vya Korea ya Kaskazini. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.